Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa neno. Ni wakati wa neno. Nataka ukapate kufungua masikio yako, tukapate kulisikia neno mchana huu wa leo. Nguvu ya maombi. Wokovu hauwezi ukadumu kama hakuna maombi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Utakapofungua moyo wako, hili neno nataka ulibebe, ulifanye kuwa lako na ukapate kulifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi shida zinapoingia katika nyumba tunakosa kuelewa zimetoka wapi, lakini kumbe wazazi wetu ndio wametusababishia magonjwa, mashaka, matatizo, umasikini na ukufara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Walikaribisha watu ndani ya maisha yetu. Walikaribisha wageni katika boma. Tunakosa ya kwamba wageni wanapokuja wakipata nafasi ya kukaa pale, baada ya kuwa ni wajenge, hao wanabomoa. Haleluya. Ndipo mtumishi wa Mungu Petro na Yohana wakashikwa, wakawekwa katikati ya wazee, kwa sababu walikuwa wanaeneza ukweli, walikuwa wanafungua akili watu, walikuwa wanaambia ukweli watu wa Mungu. Mafarisayo wakawa wanadhiki kwa sababu mitego yao ilikuwa inaharibiwa. Wakatafuta jinsi watu wawili hawa watawaweka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walipokamatwa, wazee wa wakuhani wakaona ya kwamba mipango yao, miungu yao inaharibiwa. Wakaona ya kwamba kile ambacho walikuwa wanapata hawakipati tena. Wakahisi ya kwamba kuna kitu kimeingia katikati yao ambacho kinaharibu. Walipotazama ni wakina nani, wakampata Petro na Yohana, wakaamua wawashike ili wakapate kuwazima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno linatuambia ya kwamba Petro na Yohana walikuwa wamesimama katika kuifanya kazi ya Bwana. Walikuwa wamejitoa ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Walikuwa wamejitoa ni kwa ajili ya kueneza Injili. Hata kama Mafarisayo, wachawi na waganga waliinuka kutaka kuangamiza, lakini hawakuvunjika moyo, walisimama katika kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Waliposimama katika kumtumikia Bwana, mahadui walikuwa wengi kwao. Visa vilikuwa vingi kwao. Magonjwa yalikuwa mengi kwao. Wakawa wanahuzunika katika mioyo yao, maana wanalazimishwa kwamba wasieneze Injili, wanalazimishwa kwamba wasilitaje jina ya Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao waliuvaa ujasiri. Nataka nipate msomaji akapate kunisomea kitabu cha Matendo wa Mtume 4:26 mpaka 31. Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 26 unasema, wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herodi na Pantio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu,
uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati wakuu na Mafarisayo walipokaa kwa ajili ya kuangamiza watumishi wa Mungu, walipanga njama, wakaitana, na baada ya kuita ni kwamba walikuwa wanasikia habari za Yesu Kristo. Walipokuwa wanasikia habari za Yesu Kristo kwamba anafungua, anaponya, wakaona ya kwamba miungu yao haitafanya kazi. Ni hao wampangia njama wapate kumzima ili sauti yake isisikike tena. Bwana Yesu asifiwe. Neno linatuambia ya kwamba Petro na Yohana walipoitwa katika baraza ya wakuu kuulizwa maswali, huyu Yesu Kristo ni mtu aliye aina gani? Na kwa nini anachafua mji wetu? Bwana Yesu asifiwe. Maana walikuwa hawafanikiwi tena, miungu ilikuwa haifanyi kazi tena. Wakatafuta jinsi ambavyo miungu yao itafanya kazi. Ikawa ni njama ipangwe ya wale ambao wanaeneza Injili wakapate kuzimwa. Bwana Yesu asifiwe. Mipango ikapangwa. Wakasema ya kwamba wale walio mbele mbele tuanze na hao mwanzo, kabla tumfikie huyo mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno linasema ya kwamba wakati Yesu Kristo aliposikia habari ya kwamba kuna watu wametumwa ni kwa ajili ya kumteka, alimwambia, Bwana, ninaomba kwa ukapate kunipa nguvu na kibali. Wakajua ya kwamba sijajiita bali wewe umepata kunita, na hautawahi kushindwa na hautashindwa kwa ajili ya hili. Watu wa Mungu wakamuomba Bwana. Petro na Yohana wakapanda mlimani kwa ajili ya kumulilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba wakati walipoeneza Injili, wengi walikuwa wamemkasirikia, wengi walikuwa wamekasirikia Paulo na Yohana kwa sababu walikuwa wako mbele na Yesu Kristo, na katika itikadi zao wameamini kwamba miungu ndio inafanya kazi. Hawaamini maneno ambayo inaonekana haina nguvu. Wakawa ni hao waangamizi. Kwa nini naleta neno hili mchana wa leo? Ninajua ya kwamba katika maisha tunayoyaishi tunapitia hali ngumu. Katika maisha tulio hayatamaniki, wala hakuna mtu yoyote anaweza katamani maisha yako, kwa sababu kuna watu wamesimama kutaka kukuzima maendeleo yako, maisha yako, na hata hatua zako, watoto wako, ili wakazimwe kwa sababu wewe umekuwa kidonda katika nyumba ulio. Bwana Yesu asifiwe. Unajiona ya kwamba unamuita Yesu Kristo, lakini kuna miungu katikati ya boma inaacha watu wanateseka, na ni kwa sababu yako wewe. Unatafutiwa jinsi ambavyo utazimwa. Si eti Mungu hakuoni, si eti maombi yako hayasikiki,
Bwana anasikia maombi yako, lakini kwa sababu gani unasema ya kwamba haujapata jawabu? Wewe umekuja kuvunja na kuharibu na kung'oa. Wachawi wamesimama kwamba kwa nini wewe unavunja vitu vyetu. Waganga wanasimama kwa nini mizimu yao haifanyi kazi. Wewe utaandamana nao, lakini nataka nikwambie, unaposimama na kumtegemea Bwana na kumwita Yesu Kristo, maombi yako yakiwa yana nguvu, hakuna miungu itakayofanikiwa katika maisha yako mpendwa. Watapanga njama, wataki kukuangamiza, lakini Bwana atasimama pamoja nawe. Watapanga njama kutaka kukusambaratisha, lakini Bwana atasimama pamoja nawe. Hakuna miungu itakayofanikiwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Neno linasema ya kwamba Petro na Yohana walipoona dhiki walimwomba Mungu, na walipomwomba Mungu, malaika wa Bwana akawashukia, akawaambia ya kwamba msiogope, maana niko pamoja nanyi. Hawa maadui mnaowaona wasimtishe maisha yenu, mimi nitasimama mbele yenu. Nataka nikwambie mchana wa leo, usiogope jaribu unaloliona mbele yako. Usiogope vita unavyoviona mbele yako. Usikose amani kwa sababu ya huyo adui unayemuona. Hebu simama katika zamu na kumwomba Mungu. Mwambie Bwana, ninataka nikakuone katika maisha yangu, nikakuone kwa wajukuu wangu, nikakuone kwa watoto wangu, nikakuone kwa boma ulioliweka. Maana uliponileta katika hili boma ilikuwa ni boma la miungu, lakini uliponileta ulikuwa na lengo, ni kwa ajili ya kuingia mahali hapa. Nataka ukanipe kibali, ukanisimamishe, ili wakajua ya kwamba Mungu wa Elia upo katikati yangu. Usiogope dhiki. Hayo majaribu yasikuache ukakosa amani. Hayo majaribu yasikuache ukakosa mwelekeo. Nataka nikwambia, ni nafasi nzuri ambayo Bwana amekuachia upate kumwita, ili ukapate kujulikana kwamba Bwana yuko ndani yako. Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7 alisemaje msomaji? Maana ni kweli Herode, nasema maana ni kweli Herode na Pantio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu. Amen. Uliyetia mafuta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mji mzima ulikusanyika kwa sababu unaambia kwamba wewe ni kimbelembele, unavunja boma, unatawanya watu. Umekusanyiwa boma, umekusanyiwa mawifi, umekusanyiwa mandugu, umekusanyiwa jamii nzima. Watake kujua wewe ulileta nini katika hili boma. Lakini nataka nikwambie, watakusanyikana magharibi, mashariki na kusini, lakini hawatakugusa, maana Bwana yuko pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Watatafuta sababu ya kukufunga, watatafuta sababu ya kukung'oa katika hilo boma, watatafuta sababu ya kukufukuza, lakini si eti usiwe wewe kupendi, ni kile kilicho ndani yako, maana vyao vinaharibika. Ni pasa wanakuona wewe umekuwa ni sumu, umekuwa ni walana katika boma lao. Lakini ni wakati ukamwambie Bwana, nataka nikakuone ukiwa mtetezi, ukapate kunitetea. Lakini uliponileta hapa, miungu itang'oka, viganga vitaharibika, neno lako litasimama. Haleluya. Umeambiwa wewe ni mama kimbelembele, hushikiki unywele. Umekuja kwa boma, umekuja haribu. Umekuja kwa boma, umekuja tawanya. Umeingia kwa boma, watu kila mmoja sasa anapika kivyake. Bwana Yesu asifiwe. Ni wokovu gani ulio nao? Wokovu wa kutawanya?
Lakini nataka nikwambie, hayo ni maneno yao tu. Wanasema hivyo wakutafutie sababu. Lakini kama unajua ni kitu gani kilicho ndani yako, kama unajua yule Mungu unayemwomba, hautatingishika wala hautaibika. Maana Bwana atakuwa pamoja nawe kwa kila mahali. Atasimama katikati yako. Watakapokukushika, Bwana ataenda kunyosha mkono mbele yao. Maana hajawahi kushindwa na hatashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Usitishwe na maneno ya boma. Usitishwe na maneno ya familia ambayo unayaona. Usitishwe na vitisho ambavyo unaviona mbele yako. Mwambie Bwana, ninataka ukajulikane kwamba uko. Nenda ukapate kunipaka upako wako. Maana ulipomiminia mafuta mtumishi wako Samueli, una uwezo wa kunimiminia mafuta na mimi, wakajua ya kwamba uko ndani yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. 28 alisemaje? Ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Bwana Yesu asifiwe. Wanafanya hayo yote kwa sababu gani? Kusudi lako ambalo umeliahidi mbele za Baba, mbele za Mwana, ili lisipate kufanikiwa. Lakini nataka nikwambie, unaposimama katika kumtegemea Bwana, unaposimama katika kumwita Mungu, ni wakati maombi yako yakapate kusikika mchana wa leo. Mwambie Bwana, maombi yangu yakapate kusikika mbele za uso wako. Sitaangalia uadui ninaouona, sitaangalia hivi vita mnavyoviona. Bwana, utakuwa pamoja nami maadui watakapoenuka, kwa sababu wanataka kupigana na mimi. Bwana, utatembea pamoja nami. Bwana, utatembea katikati yangu, na Bwana utasimama, maana hautaniacha na hautanipungukia, maana utakuwa pamoja nami. Haleluya. Ombea adui yako ishi siku nyingi, ili unapobarikiwa jione kwa macho. Hamna hata kabisa afe kabla hajaona baraka ambazo Mungu ameweka mbele.